This is the United Opposition Press statement. Wakati Dr. Mukhisa Kitui alipoteuliwa kuwa msemaji wa upinzani na mkuu wa sekretariati ya muungano huo, matumaini yalipaa kama ndege wa asubuhi. Wengi waliamini kwamba hadhi yake ya kimataifa, uzoefu wake wa kidiplomasia na ukomavu wa kisiasa vingelipa upinzani ule muundo umoja na dira mpya baada ya msukosuko wa uchaguzi wa mwaka 2022. Lakini miezi imepita na ukimya kutoka kwa Kitui umekuwa mzito kama kaburi, huku upinzani ukionekana kugawanyika zaidi kuliko hapo awali. Uteuzi wa Dr. Kitui ulionekana kama cheche ya matumaini katika kiza la siasa. Akiwa mwanauchumi mashuhuri na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa, ujio wake ulitafsiriwa kama daraja kati ya maarifa ya kitaaluma na uzoefu wa siasa za kweli. Wapinzani walimuona kama nguzo ya umoja. Angeweza kusuka kwa ustadi mikondo ya vyama tofauti kama ODM, Jubilee, DAP-K, Wiper na vyama vingine vidogo chini ya mwavuli mmoja wenye sauti na mwelekeo wa pamoja. Lakini tangu aingie, kile kilichotarajiwa kuwa muziki wa taratibu kimegeuka wimbo wa sitofahamu. Badala ya kusimama kama kambi thabiti dhidi ya serikali, upinzani umeingia katika msitu wa mashaka, migawanyiko na mizengwe. Juzi tumeona tulikuwa na shida kidogo wakati the United Opposition ilikuwa inachagua secretariat, yani yule mtu ambaye atakuwa msemaji, na wale viongozi wetu the principals wakachagua Mukhisa Kitui, yule ambaye alikuwa former MP wa Kibirini, mzee aongoze akuwe msemaji. Mimi kibinafsi nikasema hapana, hii nafasi ya Mukhisa ni lazima uwapatie kijana, kwa sababu vijana ndio inafaa waweke moto katika, so tutakuwa na utofauti ya mawazo. Matukio ya karibuni yamefichua ufa mkubwa unaotishia msingi wa umoja wa upinzani. Chama cha Jubilee ambacho hapo awali kilionekana kama mshirika mwaminifu wa Azimio, sasa kinaanza kucheza ngoma yake kivyake. Kuonekana kwa aliyekuwa waziri mwenye ushawishi mkubwa Dr. Fred Matiang'i akitembea pamoja na gavana George Natembeya na Peter Munya kuliibua tetemeko la kisiasa katika kambi upinzani. Kwa wengi, tukio hilo lilitafsiriwa kama mkakati wa kujipanga upya, ishara kwamba Jubilee huende na mjenga Matiang'i kama nguzo mpya kisiasa katika magharibi na mlima Kenya. Lakini hatua hiyo imezua taharuki. Viongozi wengine wa Azimio wanaiona kama usaliti wa umoja dhaifu uliosalia. Kadri Jubilee inavyomkumbatia Matiang'i, ndivyo washirika wengine wanavyoanza kumtenga. Mtanuko wa hila, wivu na hofu umejipenyeza kama moshi kwenye paa la nyumba upinzani. Kwa kifupi, nyumba hiyo sasa haina tena mpangilio. Katika hali kama hii, mtu angedhani msemaji wa upinzani angejitokeza wazi, kusuluhisha mioyo iliyopasuka, kutuliza jazba na kuelekeza ujumbe. Lakini Dr. Kitui amekuwa kimya kana kwamba ameweka ulimi mfukoni. Ukimya wake umegeuka kitendawili kinachozua minong'ono mitaani na midomoni mwa wachambuzi. Je, amesukumwa pembezoni na vigogo wa kisiasa ndani ya Azimio? Ama ameamua kujitenga kwa sababu amekata tamaa na mivutano ya ndani pale upinzani ulipoacha kuwa jukwaa la mawazo na kuwa mapambano binafsi na majigambo? Sababu iwe ipi, ukimya wake umeacha pengo kubwa la uongozi na mawasiliano. Kambi ya upinzani sasa haina sauti ya pamoja. Hakuna anayesimama kutoa dira, kuelekeza hoja au kuhamasisha umma kwa sauti moja. Hali ya sasa ya upinzani ni kama meli iliyopoteza usukani katikati ya bahari yenye mawimbi. Miundo yake ya ndani imelala usingizi. Viongozi wake wanavuta mikondo tofauti, kila mmoja akipiga debe lake. Wakati huo serikali imeendelea kuimarisha ngome yake, ikitawala mijadala ya kitaifa bila changamoto ya maana. La kusikitisha zaidi ni kwamba upinzani bado una huruma wa wananchi wengi, hasa
wanaosumuliwa na gharama ya juu ya maisha, kodi nzito na kupungua kwa uhuru wa kiraia. Lakini bila utaratibu na umoja, ujumbe wao unatawanyika kama majani yanayochukuliwa na upepo. Ili upinzani urejee kuwa na meno na heshima, Dr. Mokhisa Kitui hana budi kujionyesha au kujiondoa. Pamoja tutabuni sera, nadharia na vingine vyote vinahitajika kuligomboa taifa letu. Nafasi yake kama msemaji na mkuu wa sekretariati si ya heshima tu, bali ya wajibu na uongozi. Katika kipindi hiki ukimya si hekima, ni kujitoa kazini. Ni lazima atumie kipawa chake kuimarisha imani miongoni mwa washirika wa muungano, kuweka ajenda ya pamoja na kuelekeza upinzani kwenye masuala yanayowagusa wananchi, si siasa za majina na matakwa binafsi. Vinginevyo, historia itaandika kwa herufi nzito kwamba wakati upinzani ulipomhitaji zaidi, Dr. Mokhisa Kitui alikuwa hayupo vitani, alitoweka uwanjani.